Asante sana mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Mkenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo, natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenya nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi, nikueleze vile mambo yalivyo kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kuna siri nzito kuhusiana na mauaji ambayo yaliweza kutekelezwa katika ikulu ya Rais William Ruto siku ya Jumatatu. Mshukiwa mmoja ambaye ni wa umri wa miaka 56 kwa jina anaitwa Kithuka Kimunyi aliweza kumvamia mwanajeshi ambaye ni mlinzi katika lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto na akaaga dunia wakati aliweza kumchoma kupitia mshale aliyokuwa nao. Lakini kwa nini aliweza kumuua mwanajeshi ambaye anatoa ulinzi katika ikulu ya Rais? Kuna siri nzito ambayo naenda kufichiwa haswa katika kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Lakini kwa unyenyekevu na heshima na kuomba tu unapoendelea kutazama hii kanda tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa wewe ni mgeni, ingia pasipokuwa na uoga, ingia na viatu na subscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe. Tutakado kule kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mkenya TV. Without wasting your time, back to our analysis. Ni kipi hiki ambacho kiliweza kufanyika siku ya Jumatatu? Naomba tusikize ripoti ambayo iliweza kuangaziwa na televisheni ya NTV kisha baadaye nitakuwa na kueleza kwa undani. Pisa wa GSU, na hii ni ya Tanzia, aliyekuwa anakagua magari ya barabara ya Dennis Pritz mkabala na njia ya kuelekea lango la Gate G kuingia ikulu ya Nairobi ameuliwa. Kulingana na Kachero aliyezungumza na NTV faragani, askari huyo amefumwa kwa mshale na mwanamume aliyeonekana kama mtu wa familia za kurandaranda mitaani. Mshukiwa kwa jina Kithuka Kimunyi anazuiliwa katika kituo cha Milimani kabla kufikishwa mahakamani Jumanne. Umesikiza vile mambo yalivyokuwa katika ikulu ya Rais William Ruto. Lango zile ambazo hutumiwa kuingia pale ni nyingi, lakini katika lango Gate D ndio mlinzi ambaye ni mwanajeshi alikuwa analinda katika lango lile, lakini aliweza kushambuliwa na kuaga dunia wakati alidungwa mshale na mshukiwa ambaye anaitwa Kithuka Kimunyi. Lakini wakati huo Rais William Ruto alikuwa katika ikulu wakati mashambulizi haya yaliweza kushuhudiwa katika lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto. Na katika kanda hii nataka tuangazie kwa nini Kithuka aliamua kumuua mwanajeshi wa kutoa ulinzi katika lango la kuingia ikulu. Number 1, kulingana na mshukiwa anasema ya kwamba aliweza kutumwa na shetani. Tusikize ripoti hii. Kithuka mwenye umri wa miaka 56 alishindwa kutueleza kilichomsukuma kuwavamia maafisa hao, akidai tu kutumwa na shetani. Alidai kwamba yeye aliweza kutumwa na shetani. Kuna maswali ambayo tunajiuliza. Je, shetani iliwezekanaje akamtuma aende kumuua mtu ambaye ni mlinzi katika lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto? Shetani anawekelewa ama yeye ndiye hutekeleza mauaji kila mahali? Lakini kuna vitu zingine ambazo hupangwa na binadamu kisha baadaye anawekelea shetani. Ndio shetani ndiye analeta mabaya, lakini ni mtu ambaye alikuwa amejipanga kwa sababu alikuwa na mshale wakati alipoanza safari, alikuwa na mshale kisha baadaye alipofika kule akatekeleza mauaji. Kwa hivyo sababu ya kwanza kulingana na mshukiwa yule ambaye aliweza kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi na anaendelea kuhojiwa ili kusema ukweli halisi wa mambo, lengo lake lilikuwa lipi, nani alimtuma na ni kipi hiki ambacho alikuwa anataka kuachieve baada ya kumuua mwanajeshi ambaye anatoa ulinzi katika lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto. Number 2, kwa nini mshukiwa huyu aliweza kumuua mwanajeshi ambaye alikuwa katika ikulu ama lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto? Number 2, miscommunication, yani ukosefu wa mawasiliano ya akina. Kwa sababu tuko na wengi ambao hutoa ulinzi, maafisa polisi, wakati yeyote ambaye anaingia ikulu lazima
wafuatilie nani huyu anaingia, ametoka wapi, nani amemuita, sababu yake ya kuingia ikulu ni gani. Kumaanisha wakati haya yalikuwa yanafanyika, kuna mahali mawasiliano yalikatika, kwa sababu haiwezekani mtu kutoka mahali fulani hadi afike lango la kuingia ikulu ya rais pasipoonekana, kwa sababu kuna CCTV ambazo huonyesha mtu fulani anatoka eneo lile, ako kivipi, amedress kwa nguo za aina gani. Nadhani kuna makosa ambayo yalifanyika mahali kidogo, kwa sababu the most protected area is State House. Yani ikulu ya rais ni eneo ambalo hupokea ulinzi mkali, na watu wameanza kujiuliza maswali. Ikiwa ikulu ya Rais William Ruto, maafa ama mashambulizi ya aina hii yameanza kushuhudiwa, je, kwa Mkenya wa kawaida ambaye anaishi kule pasipokuwa na maafisa wa polisi ni kivipi? Kuna maswali ambayo sasa hivi uchunguzi wa kina unastahili kuanzishwa ili kubaini chanzo, nani alimtuma mshukiwa huyu ili kutekeleza mauaji katika lango la kuingia ikulu ya Rais William Ruto. Lakini kufikia sasa mshukiwa huyu ametiwa mbaroni, na alipokuwa anahojiwa ili kusema ukweli halisi wa mambo, alionekana kidogo akili yake haikuwa vile inastahili ama haikuwa sawa. Lakini wakati yeyote ameua mtu mwingine huwa anachanganyikiwa kidogo, lakini baada ya kurudi normal atakuwa anaeleza nani alimtuma na sababu ni ipi ambayo iliweza kuchangia yeye kutekeleza mauaji. Na inasemekana ya kwamba yule ambaye mwanajeshi ambaye aliuliwa anaitwa Ramadhan Matanka, na kumaanisha ya kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea ili kubainisha ukweli halisi wa mambo. What do you think? Kulingana na wewe, haki itatendeka kwa familia ya Ramadhan Mataka? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kufahamisha yale ambayo yalikuwa yanaendelea katika ikulu ya Rais William Ruto. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Na if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content. Also have a WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed by our super being who loves and heaven. Let's meet in the next video. Bye bye.